Februari 4. Jumatano. Mwaka wa 2026. Uinjilisti wa shule mwezi wa Mei. Yohana 19:30. Baada ya kuionja hiyo siki, Yesu akasema, imekwisha. Akainamisha kichwa chake, akaitoa roho yake. Ninyi remnant, lazima mbadilishe vitu visivyo sahihi vilivyochapishwa ndani yenu. Ni Kristo pekee anayeweza kubadilisha hili. Unapozingatia, vitu vilivyochapishwa ndani yenu huanza kukita mizizi katika maisha yenu. Kwa hivyo, ni aina gani ya mzizi lazima ikite ndani yenu? Kwanza, miongozo ya mlima Kalvari inahitaji kukita mizizi. Yesu alisema, imekwisha. Alikamilisha vitu vyote, ikiwa ni pamoja na sasa na wakati ujao. Hata hivyo, kunaweza kuwa na mambo ambayo hayakufaa. Kila kitu huanza kutoka hapa. Pili, miongozo ya mlima wa Mizeituni lazima ikite mizizi. Kwa siku 40 Yesu alielezea kuhusu kazi zinazohusiana na ufalme wa Mungu. Alizungumzia baraka za kiti cha enzi na batizan, safari na mwongozo. Lazima uombe ombi hili. Tatu, lazima ukite mizizi katika miongozo ya chumba cha juu cha Marko. Unaposhikilia agano la sikukuu tatu na neno lililotabiriwa na kuomba, utaona wakati ujao. 4, miongozo ya Antiokia itakapokita mizizi, wale waliotawanyika wataanza kutekeleza uinjilisti wa ulimwengu. Miongoni mwa wale waliotawanyika, kuna wale walio tayari, wanafunzi na wafanyakazi waliojitolea. Watu hawa ni wanafunzi wa masaa 24. Badala ya kupokea majibu, lazima uwe wakati wa kuchapishwa. Unapokabiliwa na migogoro, lazima ukite mizizi ipasavyo. Pia, utakuwa remnant anayebadilisha ulimwengu. Ombi la agano. Mungu Baba, remnant na wachapishe agano la Kristo aliyemaliza kila kitu. Wasaidie kukita mizizi katika agano hilo, pamoja miongozo ya mlima wa Mizeituni, chumba cha juu cha Marko na Antiokia, na kusimama kama wahusika wakuu wa uinjilisti wa ulimwengu. Ninaomba kwa jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.